kifundisha elimu nyingine, wala yakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanao na utauwa. Amejivuna, ana maarifa ya kweli, afahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka usudano, gomvi na malumbano yasiyo na mwisho, na matukano na shuku mbaya ikimeza amani yetu, na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli wanapotea njia, huku wakidhania kuwa utauwa ni njia ya kupata faida, kugeuza imani kuwa biashara, tamaa ya mali. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utajiri wa roho, amani ya kweli ndo faida yetu. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena tuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena tuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakaokuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi, mtego ulimwengu, wananaswa kirahisi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, zinazumiza nafsi, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu, njia ya giza. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, chanzo cha dhambi zote, ambayo wengine hali wakitamani yo. Wamefaragana na imani, wamepoteza njia na kujichoma kwa maumivu mengi, moyo umejeruhiwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena tuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Hatukuja na kitu duniani, tena tuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo,